Hadithi: Macho yaliyonipenda kwanza. Utangulizi. Katika jiji la Arusha, chini ya mlima Meru wenye ukungu wa asubuhi, aliishi msichana mrembo na mwenye ndoto kubwa aitwaye Zuri. Alifanya kazi katika mgahawa mdogo kabla hajapata nafasi ya kusoma chuo. Katika jiji hilo hilo, aliishi kijana mtanashati, mwenye bidii na maarufu kwa kazi yake ya uchoraji, aliitwa Aryan. Watu walimpenda kwa tabasamu lake, lakini alikuwa na kitu kimoja ambacho watu wengi hawakujua. Alikuwa na jeraha la zamani la mapenzi ambalo lilimfanya kuogopa kupenda tena. Siku moja, njia za wawili hawa zilivukana na maisha yao yakabadilika milele. Asubuhi moja ya baridi, Zuri alikuwa anakimbia kwenda kazini akiwa amechelewa. Ghafla, akakimbizana na mtu aliyekuwa anavuka barabara. Bam! Wote wakaanguka. Aryan akasema kwa utani, "Hivi Arusha imefurika mpaka watu wanaanguka kama mvua, au wewe ndio unaenda kwenye mashindano ya kukimbia?" Zuri akavua ushungi wake kidogo, akacheka kwa aibu. "Samahani, sijui ilinipata nini." Wakati Zuri ananyanyuka, Aryan alimtazama vizuri. Macho yake yalimetameta, kana kwamba yalikuwa na hadithi ndani yake. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, moyo wake ukacheza kwa nguvu. Siku zikapita. Aryan alianza kuja mgahawani mara nyingi zaidi. Alikaa meza ile ile. Alimwangalia Zuri kwa jicho la siri. Zuri naye alijiambia, kijana huyu ni msanii ama mchawi? Kila nikimtazama, moyo wangu unacheza kama taarabu. Aryan alianza kumchora Zuri kwa siri. Kila siku alifanya sketch mpya. Siku moja, alimpa Zuri mchoro wake. Zuri alishika kifua. Hii ni mimi? Wewe katika macho ya moyo, Aryan akajibu. Kuanzia siku hiyo, walikuwa hawatenganishiki. Lakini duniani palipo upendo, huzuni hupenda kujificha nyuma ya kona. Kuna msichana mmoja, Tasha, aliyekuwa mpenzi wa zamani wa Aryan. Alimwacha Aryan wakati hakuwa na kitu. Lakini sasa kuona Aryan anafurahia maisha, alitaka kumrudisha. Tasha alimfuata Zuri kazini, akamwambia, "Aryan si mtu mzuri. Alinionyesha tabia mabaya sana. Anakutumia tu." Zuri akatetemeka. Siku zingine alipoenda kukutana na Aryan, hakuonekana kuwa yule yule. Alikuwa na wasiwasi, hofu, mashaka, na Aryan hakujulia kwa nini. Siku moja usiku, Zuri alimkumbana na Aryan barabarani. "Aryan, je, kuna kitu chochote unachonificha?" "Mimi? Hapana. Kwa nini?" Zuri akalia. "Tasha alinieleza mambo, sijui kama bado unanipenda au unaniona kama picha tu kwenye sketchbook yako." Aryan alishangaa, moyo wake ukavunjika vipande vipande. "Zuri, wewe ni zaidi ya mchoro. Wewe ni pumzi ya maisha yangu." Lakini Zuri aliondoka akisema, "Nipe muda, nipe nafasi." Baadaye, Zuri aligundua kupitia rafiki yake kwamba Tasha alikuwa amemsema vibaya kwa wivu tu. Zuri akakimbia kwenye nyumba ya Aryan, lakini hawakukutana. Aryan, vilivyoumizwa na maneno ya Zuri, aliamua kwenda Moshi kwa msanii rafiki yake kupumzika akili. Zuri akalia sana. Akaketi usiku mzima akitazama mchoro wake aliyomletea. Baada ya wiki 2, Zuri aliamua kwenda kwenye maonyesho ya sanaa mjini Arusha. Alipofika, moyo wake ulisimama. Kulikuwa na uchoraji mkubwa uliowekwa ukutani mbele ya watu wote. Macho yaliyopenda kwanza. Ni uchoraji wa Zuri.
macho yake, tabasamu lake, kila kiungo cha hisia yake. Na aliyesimama pembeni alikuwa Aryan. Zuri akamkimbilia, akamkumbatia kwa nguvu. "Samahani Aryan, nilikosea. Nilipaswa kukuamini." Aryan akaweka mkono shingoni kwake taratibu. "Moyo wako ndio kazi ya maisha yangu. Sitaiachia tena." Watu waliohudhuria wakapiga makofi. Upendo wao ukarudi safi. Safari yao ikaanza upya. Na sasa, kwa imani, uaminifu na mioyo iliyoungana milele.